Waendeshaji magari wataokoa shilingi 5 kwa kila lita mafuta ya diesel kuanzia kesho, huku bei za mafuta ya super petrol na mafuta ya taa zikisalia vile vile katika muda wa mwezi mmoja ujao. Mamlaka ya udhibiti wa kawi na mafuta imesema bei hiyo iliafikiwa baada ya shilingi milioni 938 kuchukuliwa kutoka kwa hazina ya udhibiti wa bei. Takwimu kutoka kwa mamlaka ya udhibiti wa kawi na mafuta zinaonyesha kuwa bei ya mafuta ya super petroli na mafuta taa ingeongezeka kwa shilingi 8 na senti 64 na senti 89 mtawaliwa kama serikali ingetumia kifurushi cha udhibiti wa bei ili kuwakinga wanunuzi. Mamlaka hiyo inasema bei ya mafuta ya super petroli na mafuta taa bado haijabadilika kutokana na hatua za ziada za usaidizi wa udhibiti wa serikali za shilingi milioni 938. Kwa jumla, bei ya lita moja ya dizeli imepungua kwa shilingi 5, huku bei ya mafuta ya super petroli na mafuta taa zikisalia vile vile. Wakati huo huo, viwanda vya chai nchini vinatarajiwa kufanyiwa mpango mkuu wa kuviboresha na kuvifanya kuwa vya kisasa, huku nchi ikilenga kuboresha uzalishaji na kuimarisha mapato maradufu kutokana na mauzo ya nje ya chai. Waziri wa Kilimo Mutahi Kagwe amesema mradi huo wa shilingi bilioni 7 unahusisha uboreshaji wa mitambo, udhibiti wa ubora, uboreshaji wa mapato na kuimarisha maradufu mapato ya wakulima wadogo. Ukienda Amerika wanakunywa Fanta. Ukija Kenya wanakunywa Fanta. Walijuaje iko Fanta? Ni kwa sababu kuna watu walishughulika na mambo ya kuuza hiyo jina ya Fanta. Na ni lazima sisi kama Wakenya, ni lazima tuanze kuuza nchi ya Kenya majani ya Kenya. Kenya tea. Hatimaye Kenya inalenga kuimarisha uhusiano wa kibiashara na uwekezaji na China kupitia maonyesho ya mitindo yanayowaleta pamoja watengenezaji bidhaa, wafanya biashara wa humu nchini na tasnia ya ubunifu. Hafla hiyo ya siku 3 jijini Nairobi inaangazia bidhaa katika sekta zote za mitindo, nyumba na watumizi wa bidhaa, huku waandaji wakitafuta kuunda uhusiano mpya wa biashara na kupanua ufikiaji wa masoko ya kikanda na kimataifa. This exhibition provide exactly that opportunity you need. It brings together entrepreneurs, innovators, and investors under one roof, creating meaningful business-to-business engagements, technology transfer opportunities, and access to regional and international markets. Ezekiel Owino, Darubini.